Hakuna aliyepitia na kwa hawezi kujua uchungu wa kitu kama hiko. Sasa mwanadamu anapitia kwenye hali gani? Mwanadamu anapitia kwenye hali 5 wakati roho yake inatoka. Kisha mwishoni nitakuja kuambia alama ambazo ukimuona nazo mtu unajua huyu mtu sasa haponi. Zimeelezewa alama hizo na Bwana Mtume Muhammad. Ukiwa unauguza, ukiwa una ndugu yako unaye nyumbani au hospitalini, ukimuona na alama hizo unajua huyu mtu hapa sasa hatunaye. Alama hizo zimeelezwa. Lakini mwanadamu anapitia katika mambo au anapitia vitu 5 wakati yupo katika sakaratul maut. Jambo la kwanza, kabla ya mwanadamu hajatolewa roho yake, siku yake inakuwa ya kawaida sana. Siku yake inakuwa ya kawaida sana. Katika maneno ya Saidina Ali kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kuepukana na kifo. Yani hata kama mwanadamu angekuwa anajua kwamba baadaye unakufa, there is no escaping from death. Hakuna mwanadamu anayeweza kuepuka kifo, hakuna. Mwanadamu ataamka asubuhi, siku yake itakuwa ya kawaida sana. Atakwenda kazini, atakunywa chai, atakula, atafurahi na wenzie. Na kama ulikuwa na mgonjwa, siku hiyo mgonjwa atakula sana. Na kama ulikuwa na mgonjwa siku hiyo ataongea sana. Kama ilikuwa ajala wiki 3, atakwambia jamani leo nahitaji maini. Nasema alhamdulillah, mgonjwa wetu jamani sasa anapata nafuu. Ndio mauti, ile sakaratul mauti ndio inapokuja hivyo hali yake. Na kama kuna baadhi ya watu wako waliowahi kuuguza, hiyo hali huwa inatokea. Mgonjwa anakuwa hali hapendi kula, lakini iko siku mgonjwa anakuwa anaagiza chakula, jamani nileteeni chakula. Mnasema alhamdulillah, mgonjwa wetu sasa anapata nafuu, mnampelekea chakula. Mgonjwa atakula, mtaongea naye, mtacheka naye. Pengine mkiondoka tu yule mgonjwa hali yake inabadilika, yule mgonjwa anafariki. Sasa mwanadamu kabla ya kufikwa na umauti, siku yake inakuwa ya kawaida. Anajiona hayupo kwenye hali yoyote ya dalili ya kufa. Hakuna mtu anayejihisi hivyo. Hakuna mtu anayejihisi hivyo. Isipokuwa kuna watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa nadhara. Anawachagua mwenyewe, anawapa nadhara. Kuna watu Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapa nadhara ya kuona. Ghaib ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndo anajua ghaib. Lakini ipo ghaib inaitwa ni ghaibu atai. Ipo ghaibu ambayo mwanadamu huwa anagewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kuna baadhi ya watu wanaweza wakaona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuona, lakini mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala atake kumpa huyo mtu hicho kitu. Kama unavyoona Mtume, kuna baadhi ya vitu alikuwa anavijua vitakuja kutokea. Mtume alikuwa anajua kwamba Mtume alikuwa ni Mungu, la bali Mwenyezi Mungu alikuwa anampa hiyo elimu ya ghaibu, kujua baadhi ya vitu. Na ndivyo kuna baadhi ya wanadamu Mwenyezi Mungu anawapa hiyo ghaibu atai. Maanake kuna ghaibu lidhati, kuna ghaibu ambayo ni ya dhati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna ghaibu atai, kuna ghaibu ambayo mwanadamu anapewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wako baadhi ya watu wanasema jamani, mimi kwa hali yangu ninayoiona hii, kesho saa 7 mchana sitoweza kufika. Na kweli kesho saa 7 mchana afiki. Unajiuliza, huyu alikuwa anajua kifo chake? Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya watu anawapa hiyo ghaibu atai, ni ghaibu ya kupewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura an-nadhirin. Mioyo ya wacha Mungu, mioyo yao ina macho ambayo yanaweza kuona kitu ambacho mtu wa kawaida hawezi kuona. Qulubul arifina laha uyunun, mioyo ya wacha Mungu ina macho. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu mioyo yao imegewa macho, inaweza kuona vitu ambavyo wewe mtu wa kawaida unakuwa huwezi kuona. Ni wakina nani hao? Ni ya auliya illah. Mwenyezi Mungu kuna watu wanaoita ni auliya illah. Ni watu ambao ni mawalii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni watu ambao ni vipenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuwapa macho ya kuona vitu ambavyo mtu mwingine hawezi kuona. Na wako watu wa sampuli hiyo. Kama wewe kuna baadhi ya vitu huwezi kuviona ni wewe, lakini kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa uwezo wa kuona vitu ambavyo mtu wa kawaida hawezi kuona. Lakini nataka mtu awe ni walii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maanake kuna daraja nyingi sana. Kuna mtu anakuwa ni waliyullah. Kuna mtu anakuwa ni khalilullah.
kuna mtu anakuwa ni taqiyu, kuna mtu anakuwa ni mcha Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mtu anakuwa ni mu'min wa kawaida, kuna mtu anakuwa ni Muislamu tu wa kawaida. Daraja ziko nyingi sana. Kwa hiyo kuna walii wa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika miongoni mwa darajati zile za watu ambao wanaumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama Ibrahimu alivyokuwa ni Khalilullah, alikuwa ni mwandani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuna waliyullah ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawasema kwamba inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun, kwamba hao hawana bwana mashaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na katika nyoyo zao bwana Mwenyezi Mungu atii huzuni. Na yako maneno yanayosema inna lillahi ibadu idha arada aradu. Mwenyezi Mungu anawaja hao, waja hao wakitaka, na Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametaka. Idha aradu arada, wakitaka watu hao, na Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametaka. Hao ni nani? Ni auliya illah, kwamba wakinyanyua mikono yao kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu harudishi ile mikono yao patupu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakubali. Kwa hiyo wako baadhi ya watu wanaweza wakaona hivyo vitu kwamba jamani, mimi kesho ninavyoona saa 7 mchana sifiki, na kweli kabla ya saa 7 mtu huyo anaondoka. Lakini mwanadamu wa kawaida hawezi kuhisi hiyo hali ya umauti. Hamna mwanadamu anaweza kuhisi, mwanadamu wa kawaida tu hawezi. Anaona siku yake tu inakwenda, anakula na kunywa, kama una mgonjwa anakiza chakula na nini, maisha yanakwenda hivyo. Lakini kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa inavyokuwa, inakuwaje? Ikiwa mwanadamu ahisi hiyo hali ya umauti, Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika wake kule katika arishi yake tukufu, anawaambia malaika yake, fulani ibn fulani taqbidhu ruhuhu fi saati kadha, fulani ibn fulani nendeni mkachukue roho yake katika muda fulani. Ni maagizo yanayotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Taqbidhu ruhuhu fi saati kadha, nendeni mkachukue roho yake katika muda kadha. Maagizo yanatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maanake Mwenyezi Mungu ndo anayejua kila mmoja hapa muda gani roho yake itachukuliwa. Anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake hata malaika hawajui. Kwa hiyo wao wanapokea maagizo, na yule malakul maut hayuko peke yake. Malakul maut wako wengi, yani kuna wasaidizi wa malakul maut. Kuna wale wanaomsaidia yule mtoa roho, malaika mtoa roho wako wanaomsaidia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatoa agizo kuwaambia malaika kwamba nendeni mkachukue roho ya fulani ibn fulani fi saati kadha, katika muda kadha. Siku yako hiyo ambayo umeamka vizuri, unacheka, unakula, upo kazini, unaongea na wanao washikaji zako, baada ya hapo tamko linatoka kwa Allah, wanagiwa maelekezo. Sasa maelekezo yale yanaambatana na muda, maelekezo yale yanaambatana na mahali, kwamba ni mahala gani roho yake ikachukuliwe, ni saa ngapi roho yake ikachukuliwe, na siku gani roho yake ikachukuliwe. Maagizo yale yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa malaika. Ikiwa mwanadamu roho yake Allah atasema ikachukuliwe Msanga, Ngongele, kijijini kwetu pengine Bembeza, ikachukuliwe kule, kinachotokea hapa, malaika hawana uwezo wa kutengeneza asbabu ya kumfanya fulani atoke hapa aende Msanga, Bembeza. Hakuna malaika anaweza kutengeneza sababu hiyo, isipokuwa Allah sasa anatengeneza asbabu ya kukufanya wewe utoke hapa uende Msanga, Bembeza au Ngongele. Ndio utasikia sasa ngoja niende kwenye dua ya mzee wangu nikafagilie kaburi la mzee wangu Msanga. Unatoka unapanga safari ya ghafla tu, unatoka hapa huyo mpaka unafika kule. Ukifika kule utashangaa mara umejikwaa ghafla, umedondoka chini. Ndio sababu ya kifo chako. Allah akakutengenezea sababu, yule malaika aliyetumwa anakusubiri kule, roho yako ataichukulia kule ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika roho yako itolewe Msanga, Bembeza. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotoa maelekezo yake. Maelekezo kwa malaika kwamba fulani bin fulani ahadi yake imefika, nendeni mkachukue katika saa kadha. Malaika atakuja kuchukua roho yako sasa kwa maelekezo maalum. Hiyo ni hatua ya kwanza. Na wakati wanakuja malaika, kunakuwa na malaika wa aina mbili kuja kuchukua roho ya mwanadamu. Kuna malaikatur rahma,
kunakuwa na malaika wa huruma wakati wanakuja kuchukua roho yako. Kwenye ile delegation ya malaika wanaokuja, kwenye yale maelekezo wanayogewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kunakuwa na kundi la malaikatur rahma. Kuna malaika wa rahma huwa wanakuja, lakini pia kuna malaikatul adhab, kuna malaika wa adhabu na wenyewe nao pia wanakuja. Wote hao wamepokea maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakuja na malakul maut, wanakuja na malaika mtoa roho kuja kuchukua roho ya mwanadamu wakiwa wana maelekezo maalum. Hii ni hatua ya kwanza katika kuchukua roho ya mwanadamu, kwamba lazima kuwe na maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maelekezo ambayo wanagiwa malaika wa aina tatu: malakul maut mtoa roho, malaikatul adhab malaika wa adhabu, na malaikatur rahma na malaika wa rahma. Wanakuja malaika wa aina tatu. Safari itakuja, wale malaika watakuja pale, kutakuwa na hatua ya pili sasa katika roho ya mwanadamu. Mwanadamu roho yake huwa inaanza kutoka katika kidole chake, kidole gumba. Hii ni hatua ya pili katika sakaratul maut. Katika mwanadamu kutoka roho yake, roho ya mwanadamu huwa inaanza kutoka kwenye kidole gumba kikubwa cha mwanadamu. Kidole gumba katika mguu wa mwanadamu ndio roho ya mwanadamu inaanza kutokea kule. Na kama ikiwa mwanadamu hana kidole gumba, maana yake roho yake itaanza kutoka kuanzia kwenye vidole vingine vilivyosalia. Na kama miguu ana, roho yake itaanza kutoka pale pale miguu yake ilipoanzia. Kama ana mapaja matupu, itaanza kutokea hapo hapo kwenye mapaja. Lakini roho ya mwanadamu inaanzia kutokea chini, ndio roho ya mwanadamu. Hiyo hatua ya pili. Kwa hiyo ukiona mgonjwa wako ukimgusa kidole chake gumba, kinakuwa kimekufa kile kidole, yaani maana yake kimekufa, hakina sensa yoyote inayofanya kazi, ila ukibinya hamna kitu, ujue hapo ni ishara ya kuonyesha huyu sasa anaondoka. Sehemu ya pili ni katika kisigino. Sehemu inayokufa ya mwanadamu ni katika kisigino chake. Ikitoka kwenye kidole gumba kinakuja kisigino chake, ndio roho inatoka. Yani maana yake ni sehemu ambapo roho ya mwanadamu inapita kutoka katika roho yake. Sasa siku moja tulieleza kwenye lile somo kwamba roho ni kitu gani. Qur'ani ilitoa majibu kwamba roho ni ilmu anayojua ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwanadamu kinachoanza kufa ni kile kidole chake, kisha unakuja kwenye kisigino. Kwa hiyo ndio roho ya mwanadamu inaanzia kutokea kule. Kwa hiyo ukigusa kwenye nyayo yake unaanza kuona hakuna sensa, yani hakuna kitu kinachosensi kule katika kisigino chake. Roho ya mwanadamu inatoka, inakuja roho ya mwanadamu mpaka kwenye magoti yake. Kama una mgonjwa huwa haanzi kufa kuanzia juu, mgonjwa anaanza kufa kuanzia chini. Kwa waliouguza watakuwa wanajua, yani mgonjwa miguu yake inakuwa haifanyi kazi, ukigusa unaona baridi, ujue huyu yupo kwenye sakaratul maut. Mgonjwa huyu roho yake ndio inatoka sasa, yupo kwenye kidevu cha umauti, roho yake ndio inatoka sasa. Kwa hiyo inakuja magoti yake, mgonjwa anakuwa amekufa, miguu inakuwa haifanyi kazi, ukigusa miguu inakuwa sana. Na mkitaka kulijua hili, madaktari mara nyingi wakija kwa mgonjwa ambaye yupo kwenye hali mbaya sana, wakati mwingine huwa wanakuja kumshika katika miguu, wanambonyeza wanamshika hivi miguu yake, wanatazama. Au wakati fulani madaktari huwa wanakuja wanaminya hizi chuchu hizi za mgonjwa, wanazivuta. Yani kuna wanaangalia kuna sensi umwili, wanaangalia kwamba kuna baadhi ya vitu wakivigusa wanajua sasa huyu yupo kwenye hatua za mwishoni. Na mgonjwa vile vile kinachoanza kufa ni miguu yake. Ukigusa miguu unaona baridi, roho ya mwanadamu ndio inatoka. Itakwenda roho ya mwanadamu kutoka kwenye magoti yake inakuja mpaka kwenye kiuno. Kwa waliouguza watakuwa wanajua, mgonjwa yoyote uliyemuuguza, ukiacha mtu ambaye amepatwa na ajali, pengine unaweza ukao hujamuona, lakini naye vile vile hali hii huwa inamtokea. Hali hii huwa inamtokea kwamba roho inaanzia kutoka chini kuja juu. Hivyo hivyo hata mtu aliyepata ajali anaanzia chini kuja juu. Kwa hiyo magoti ya kifa inakuja mpaka kwenye kiuno sasa. Kwa hiyo kuanzia huko juu na chini kunakuwa hakuna mawasiliano. Kwa walioguza watakuwa wanajua hiki kitu kwamba inafika hatua mgonjwa huku chini kunakuwa hakuna mawasiliano, juu ndo kunakuwa na mawasiliano. Roho ya mwanadamu inapita kwenye stage hiyo, inakuja mpaka kwenye kiuno. Na ikifika kwenye hatua hiyo,
unaanza kuhisi viungo kupooza, hata ikiwa ndio wewe upo kwenye hiyo hali. Ukianza kuhisi viungo kupooza kuanzia miguu, magoti kuja mpaka kwenye kiuno, unahisi kupooza na ni mgonjwa, ni ishara ya kwamba sasa wewe ni baba jeni, bye bye. Ni ishara hiyo kwamba wewe sasa upo kwenye hatua ya roho yako kutoka kuelekea katika maisha mengine ya barzakh. Hiyo ni hatua ya pili katika kutoka roho ya mwanadamu. Hatua ya tatu, mwanadamu roho yake itakuja kufika kwenye mfupa wa kifua. Kuna sehemu, kuna mfupa wa kifua. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anasema kalla idha balaghati taraqi wa qila man raq. Kalla idha balaghati taraqi. Itaraqi ulama wanasema ni mfupa wa juu kwenye kifua. Mgonjwa roho yake imetoka kwenye kiuno, panakufa tumboni, inakuja hapa. Kama ulishawahi kuuguza mgonjwa akiwa roho yake inatoka kifuani, huwa panajaa hapa, yaani wanapumulia hapa juu juu hapa, sio kwenye tumbo tena hapa. Madaktari wakija wanajaribu kusukuma, kupush kwenye kifua, kuamsha mapigo yale ya moyo. Roho ya mwanadamu inakuwa ipo kwenye mfupa wa kifua. Mwenyezi Mungu ameuita huu mfupa kalla idha balaghati taraqi. At-taraqi maana yake ni ule mfupa wa kifua, roho imefika hapa, ndio maana yake. Waqila man raq. Ulama wamehtilafiana kwenye waqila man raq, wamehtilafiana wanawachuoni hapa. Baadhi ya wanawachuoni wanasema wale malaika waliokuja kuchukua ile roho wanaulizana, wako wapi matabibu, aina atibba, wako wapi matabibu wanaoweza kumtibu huyu leo? Ndio waqila man raq. Wale malaika ndio wanaosema wako wapi wa kuweza kumtibu huyu leo. Ulama wa tafsiri wamehtilafiana sana hapa kwenye waqila man raq, lakini chukueni kauli yenye nguvu, wale malaika watakuwa wanaulizana, wanauliza yuko wapi tabibu anayeweza kumtibu huyu leo. Roho ishafika hapa sasa, ipo kwenye taraki hapa, kwenye mfupa wa kifua. Kuna wakati mgonjwa ukiwa naye anakuwa anakufa na tumbo limeingia ndani sana, limebana sana tumbo, bana sana tumbo mgonjwa, lakini unaona kifuani huku kumejaa. Ile ni roho imefika kwenye ataraki. Kama unauguza unaona kuna hiyo hali wewe inatokea kwa mgonjwa, tumbo linakuwa limebana, alafu huku juu kifua kimejaa, anapumulia juu juu, roho imefika kwenye ataraki. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kalla idha balaghati at-taraqi wa qila man raq. Hapo ni hatua ya tatu ya mwanadamu, roho yake wakati inatoka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Mwanadamu akiwa kwenye hali hiyo sasa, roho yake ipo kwenye mfupa wa kifua, ndio mwanadamu anapata uhakika wa kifo sasa. Hapo wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq. Ulama wanasema mwanadamu ndio anapata uhakika wa kifo hapo kwenye hiyo hali. Sasa mwanadamu ndo anajua kumbe kuna kifo, kwa sababu akiwa kwenye hali hiyo ndio anaanza kuonyesha ulimwengu wa kule anapokwenda. Roho ikishakuwa imefika hapa kwenye at-taraqi wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq. Waltafat as-saq bis-saq, ulama wanasema mwanadamu anaonyeshwa, yani mwanadamu ana maisha yake ya duniani na anaonyeshwa maisha yake ya kule anapokwenda. Ndio waltafat as-saq bis-saq. Hapo mwanadamu anaonyeshwa alipotoka huku duniani, anaonyeshwa na kule anapokwenda pia anaonyeshwa maisha yake. Ndio maana unakuta mwanadamu roho ikiwa inatoka, jicho linakuwa linamtoka akiwa kwenye hiyo hali. Mwanadamu anahangaika, anatapatapa, mara ageuke huku, mara ageuke kushoto, mara ageuke kulia. Mwanadamu jicho limemtoka hivi, anaonyeshwa kwamba huku ndo ninapokwenda. Kwenye hali gani hiyo? Hali ya tatu mwanadamu. Waltafati saq bis-saq ila rabbika yawma idhini al-masaq. Mwanadamu anaonyeshwa anapokwenda, maisha yake bado yupo katika maisha ya dunia anayaona, lakini na kule anapokwenda pia anaonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio unakuta mgonjwa wako jicho limemtoka hivi huko hivi. Hiyo kwenye hali hiyo mwanadamu anaonyeshwa. Lakini hali ya nne,
mwanadamu roho yake itafika kwenye hulqum. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, falaula idha balaghatil hulquma. Mwanadamu sasa roho yake imefika kwenye hulqum. Sasa mwanadamu roho yake imefika hapa, fika hapa, mwanadamu shafika hapo. Sasa mtu anaanza kuona sasa yupo katika ulimwengu mwingine. Sasa yupo katika ulimwengu wa kule, hapo sasa hayupo huku, yupo katika ulimwengu huo. Allah subhanahu wa ta'ala sema falaula idha balaghatil hulqum, pindi roho yake ikifika kwenye hulqum, ikishafika hapa mwanadamu anakuwa yupo kwenye ulimwengu wa kule. Ndugu zake muda ule ndio wanaanza kumuuliza sasa, vipi unajisikiaje, vipi mgonjwa yupo hivi anahangaika hivi, vipi unataka nini, anaanza kwa kushoto kulia. Inafika hatua mwanadamu mpaka anaruka hivi, wanafanya kumshika. Na nilishawahi kushuhudia mgonjwa mmoja Muhimbili, alikuwa anaruka mithili kwenda juu anarudi chini, kwenda mpaka atakufika juu. Yani ni hali moja ya hatari sana. Lakini mwanadamu katika hali hiyo anaonyeshwa yupo katika ulimwengu, na hasa ikiwa yupo katika ulimwengu wa hatari, kwamba ule ulimwengu anapokwenda ni ulimwengu mbaya. Mwanadamu hapo sasa ndio anapoanza kuhangaika, ndugu zake vipi. Hapo tena mwanadamu anakuwa hawezi kusema. Tayari Mwenyezi Mungu anasema falaula idha balaghatil hulquma, roho yake tayari ishafika kwenye hulqum. Mwenyezi Mungu anasema wa antum hina idhin tandurun, wakati huo nyinyi mnamtazama yule ndugu yenu. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, na sisi ndio tupo karibu yake zaidi yenu nyinyi. Yani nyinyi mpo naye pale na mnamshuhudia ndugu yenu, mnamtazama, mnamuongelesha ongei ndugu yenu. Mwenyezi Mungu anasema wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, sisi ndio tupo karibu naye zaidi muda huo kuliko nyinyi. Walakin la tubsirun, lakini nyinyi hamwezi kuona hiyo hali. Mwenyezi Mungu anasema nyinyi hamwezi kuona, nyinyi mnahangaika, ndugu yetu mshikeni hivi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema sisi ndio tupo karibu naye muda huo kuliko nyinyi. Wa antum la tubsirun, hali ya kuwa nyinyi hamwezi kuliona hilo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anaona, na ndio anajua, na malaika wako pale. Nyinyi mnataka tukupe maji, tufanye hivi, unataka nini? Konja aongei tena kwa wakati huo. Roho inatoka kashaonyeshwa kule anapokwenda. Na stage hiyo ndio ambayo mwanadamu mwingine sasa aliyekuwa anapokwenda ni pazuri, unaona ametulia kitandani, anakuwa hapapariki. Yani moja ya ishara ya watu wema wakiwa wanakufa huwa hawapapariki kwenye vitanda vyao. Watu wema wakiwa wanafariki huwa hawapapariki kwenye vitanda vyao. Moja ya ishara kuonyesha anayefariki sio mtu mwema ni pale unapomuona mwanadamu anapaparika kama mithili ya kuku anapokuwa amechinjwa. Ni ishara ya kuonyesha huyu mwanadamu sio mwema. Kwa sababu gani? Anaonyeshwa kule anapokwenda. Waltafati saq bisaq ila rabbika yawma idhinil masaq. Mwenyezi Mungu anamuonyesha kule maisha yake anapokwenda. Kwa hiyo anaanza kuhangaika kama vile hataki, anaona tabu kule, kwa nini niende kule? Kama ni moto anaonyeshwa, kama ni jahannam ndio hiyo anaonyeshwa. Kwa hiyo anahangaika, anapata tabu. Ni ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba huyu anayefariki sio mtu mwema. Lakini watu wema unaweza ukaona roho zao zinatoka, mtu ametulia kitandani. Kuna watu wema wanakufa, mwingine amekaa amesujudu. Kuna mtu mwema anakufa, kuna mwingine amekaa anasoma Qur'an. Kuna mtu mwema anakufa hali ya kuwa anatabasamu. Anatabasamu kabisa, mtu anafariki hali ya kuwa anatabasamu. Maana yake ni ishara anapaona. Waltafati saq bisaq ila rabbika yawma idhinil masaq. Anapaona kule anapokwenda ni pahala pazuri. Kwa hiyo anatabasamu, anakufa hivyo. Lakini ukiona mgonjwa wako mpaka mnamfunga kamba roho yake ndio inatoka, ni ishara pia mgonjwa huyo anapokwenda huko ashapaona kuwa sio pazuri, ndio maana anahangaika kwenye ile hali ya kutoka roho, kwa sababu anaonyeshwa picha au video ya kule anapokwenda. Hiyo hatua ya 4 ya mwanadamu. Hatua ya 5 ya mwanadamu, roho yake inapokuja kuchukuliwa, ikiwa ni mtu mzuri, wale malaika wazuri ndio wanakuja kuchukua ile roho. Ikiwa ni mtu mzuri, yani malaika wazuri ndio wanachukua ile roho. Niliwaambia wakati wa ujumbe unakuja kuchukua roho yako, kuna kuwa na delegation ya malaika aina 3. Kuna malakul maut, kuna malaikatul rahma na malaikatul adhab. Malaika wa rehma, malaika wa adhabu na malaika wa mauti. Sasa ikiwa roho yako, ikiwa ulikuwa ni mtu muovu, ndo wanakuja wale kuchukua roho yako mithili mtu anavyomwa kisiki cha muogo kwenye shamba.
Mwenyezi Mungu anasema wanaziati gharqa. Wanaziati gharqa maana yake roho kuna malaika hao ndo kazi yao kunyofoa roho kwa nguvu ikiwa mtu ule ni muovu. Wanaziati gharqa wanashitati nashta. Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha kwamba kuna malaika hao kazi yao ni kunyofoa roho kwa nguvu, na kuna malaika hao kazi yao ni kunyofoa roho taratibu. Ikiwa yule mtu alikuwa ni mwema, roho yake inachukuliwa taratibu, inarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wanaoibeba ile roho, wanaoichukua ni malaikatur rahma, ni wale malaika wa rehma, wale ndio wanaoichukua ile roho kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni mtu mwovu, malaikatul adhab, wale malaika wa adhabu wanaichukua ile roho. Tena ulama wanasema wanaziati gharqa, yule mtu muovu roho yake huwa inatoka wakati mwingine kwa mijeledi, yani wale malaika wanaingoa kwa mijeledi. Yani mtu anapigwa, anatandikwa, tabu anapewa, roho yake ndio inatolewa katika mtindo wa sampuli hiyo. Hali kama hiyo anapitia yule mtu. Ndio kuna wakati unaweza ukaona una mgonjwa, mara yuko hivi, mara yuko hivi, mara nasikia huku na kitu, mara hivi, mara nasikia napigwa huku hivi. Hiyo hali inatokea hivyo. Mara mgonjwa yule, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanazaati gharqa, wanakuja wakati mwingine wanainua katika hali kama hiyo roho ya mtu muovu. Fa na'udhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuepushe. Kwa hiyo ndio hali inatokea ya tano katika roho ya mwanadamu kutoka. Kwa hiyo roho yake ishafika kwenye hulqum, ndio roho inaondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna bishara